Okay, hello. Karibuni kwenye tutorial hii hapa. Kama mlivyoona hapo hivi tunafanya texture painting. So, cha kwanza mapema kabisa kwenye painting kuna texture unatakiwa udownload. Jitahidi udownload texture ambayo ni kama hii hapa ambayo ni Zebra Cross ambayo tutaipaint pale. Sasa unaweza ka download hii ukakuta ina background. Hii hapa nimesha remove background. Yaani imebakia ni hii nyeupe tu hizi. Huku kwingine kote ni transparent. So unaweza ka download afu ukaiondolea background, ukaingia hata kuna site online za remove background. Kwa walioko kwenye darasa langu wanapata special assistance. So hapa kuna hiyo, alafu pia kuna hii hapa ambayo ni alama ambayo iko plain, haina chochote, haina alama zozote, ni lami plain. Kwa hiyo ukidownload lami plain hivi tunaweza tukaanzia hapo. So narudi hapa. So kwanza ngoja nifute hii na kamera hii hapa, ngoja nipandishe juu kwanza hapa, alafu na scale down. So hapa na select huku, shift select huku, na extrude scale x axis mpaka hapo, alafu hii pia na extrude mpaka hapo. Kama barabara fulani hivi inakuwa ni T. Kwa nita select hapa, then nabonyeza Control B kubavo, labda mpaka hapo. Then nikija hapa na add segment 1 2 3 4 5 inakuwa imeshakaa kinyamwezi. Kwa hiyo barabara fulani hivi imeshakaa vizuri. So vitu vingine ambavyo ni extra, okay, haja ni add hii lakini sio kwa umuhimu. Extrude hapa, hii itatoa sidewalk. Na hapa natumia ujanja gani? Okay, siwe tabu. Pia C unaweza ukaselect, nabonyeza C na select hapa. Sasa hapa na extrude hivi. Mbona leo na changanyikiwa hivi hapa? Haya bwana. Kwa hiyo nita extrude hivi. Ingawa sijapenda proportion yake, unaweza lakini sina muda wa kuelekeza namna ya kuisaisha hiyo. So bonyeza G X, nitairudisha tu manually hapo, na hii hapa G Y nitairudisha manually mpaka hapo. Mchezo ni ule ule. Naenda kwenye face selection, C nita select hapa, then nita extrude mpaka hapo, na kuja hapa kwenye edge selection, alafu G Y mpaka hapo. Kuna makosa yalitokea ya kiufundi. Okay, taya fix baadaye. Okay, nda select hii hapa G na rudi mpaka hapa. Hilo tokea huku chini nita fix tu, isiwape shida. So mpaka hapa ni tayari. Sasa hapa ndio muda wa ku fix makosa yangu. Na select hii hapa, na ifuta face, na ya huku chini yote na select na futa. Nakuwa nimebaki na hii barabara. Hii hapa ilikuwa imeenda chini. Hii okay. Bonyeza moja itanipa matokeo mazuri.
Hii lami imeangalia chini, ndio wakati na scale hili ndio kosa lilotokea hapa. Okay, ngoja nasahisha tu manually. Okay. Haya, GY nisogeze hapa. Ukibonyeza namba 7 inakupa top view vizuri, kwa hiyo unaweza uka G. So mpaka hapo iko sawa. So nita select hapa, alafu nita extrude. Mpaka hapo hivi tumeshapata barabara safi tu. So kinachofuata hapa ni kuzipa texture. Okay. So kuipa texture hapa, unakuja kwenye material. Sasa hapa kuna texture za aina mbili. Kuna ya barabara na kuna hii ya huku pembeni. So kuna njia kwanza, ngoja hapa nifundishe kitu kingine ambacho kitawasaidia wengine. Kuna kumaxini. Kimaxini inakusaidia uselect kwa uharaka zaidi. Kwa nita select hapa, shift alt select hapa, lakini mwingine ukidouble click hii line ita select yote. Ukishinda una select manually, una select moja moja shift hivyo. So bado upande huu na select hapa. Okay, alafu na select hapa kufunga. Then nataka eneo ambalo lina barabara, ambalo lami itapita, iliwe separate na maeneo mengine. Kwa hiyo nita select hapo hivyo, tayari. Sasa kulitengenezea border ndio inaitwa kumaxini. Unabonyeza control E, unakuja kwenye maxini. Kwa hiyo hapa hivi nimeshalichora hilo eneo. So nikija hapa, maana kama nataka kuliselect haraka, nikibonyeza tu hapa afu nikabonyeza L linajiselect lenyewe. So tuseme nitaanza kuweka material ya huku, labda huku waga zinakaa ni pavement pavement na hivyo pavement. Labda nizipe rangi fulani ya gray. Ukitaka kuona inakuwa hivi. Alafu sasa tumeipa zote, hii yote imechukua material ya gray. So hii hapa ndio nitaipa material ya lami. Kwa hiyo nita select hapa, new, alafu na assign. Hii hapa ndio nitaita labda lami au taita tar kwa Kiingereza. So ndio imekaa hivyo. Hapa ndio lami itakaa. Sasa tunaingia sasa kwenye texture painting. Sasa cha kwanza, make sure umeselect sehemu ambayo unataka kuifanyia painting. Kwa sisi hapa tunataka kufanyia painting lami. Hii hapa ni pavement, ni hii. Hii hapa ni lami. Kwa hiyo tutaselect hii lami ambayo tunataka tuifanyie texture painting. Ukisha select hiyo, unakuja hapa kwenye texture painting. Inakuwa imekuletea material ya namna hii hapa. Sasa texture painting hapa hivi iko rangi nyeupe. Texture painting ni kwamba unatakiwa kwanza utengeneze texture ambayo utakuja kuifanyia painting. Okay. Pia kitu kingine, ngoja nirudi kwanza kwenye hapa kabla sija kwenye texture painting. Hii lami inabidi pia tu unwrap kwanza ikae vizuri. Kwa hiyo nitakuja kwanza hapa. Unaona jinsi imeji-unwrap vibaya. Cha kwanza nita unwrap tu yote. Nita unwrap, napendaga hii hapa light map kwanza kwa ajili ya pavement. Zitakuwa zimejipanga vizuri tayari hapa. So nitakuja kwenye hii lami. Hii yenyewe haijajipanga vizuri. Kwa hiyo nitataka niipange vizuri. Zile zingine zimejipanga vizuri, sina shida nazo.
Au unaweza ukaamua kuselect tu hizi za pembeni, hizi ukazi unwrap peke yake. Kwa hiyo uta unwrap right mom. Okay, zinakuwa zimeji unwrap hapo. Unachukua sasa na hii lami unaiselect. Tunataka iji unwrap hivyo hivyo, yani kwenye T shape, lakini haijaka kwenye T shape. Kwa hiyo tutabonyeza namba 7 itupe top view. Kama unabonyeza namba 7 na haitokei, huo ndio umuhimu wako kwenye darasa langu. Kuna vitu tayari nimeshafundisha huko, au wewe hujafuatilia series ya tutorial kuanzia mwanzo. Kwa hiyo nikibonyeza U alafu nakuja project from view, kwa hiyo ita unwrap kulingana na kile ninachokiona. Kwa hiyo nikibonyeza hapa pap, ina unwrap katika T shape, na hiki ndicho ninachokihitaji zaidi. Kwa hiyo nita scale ifit tu hapo, sio mbaya. Kwa hiyo mpaka hapa hivi tayari nimesha unwrap vizuri. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye texture painting. Inaonyesha hii rangi. Ukiona hii rangi ya pinki ujue material zako hauja-assign texture yoyote. Cha kwanza inabidi tutengeneze texture ambayo tutaifanyia painting. Ukija hapa hivi ukiandika new, inakuletea sasa texture unataka kutengeneza. Hapa hivi inakupa width resolution na height resolution. Tuseme hii hapa nitaita nini? Lami T section. Sijui niko sahihi hivyo. Mwalimu akosei. Niko sahihi. Sasa hapa nataka iwe na resolution kali kidogo, nataka iwe na resolution ya 4K. Sawa, hii hapa ni 1K tu. Kwa hiyo ukiamua unaweza ukazidisha tu ukaandika F4 na hapo chini F4. Yaani kwenye height ukaandika F4 na huko chini ukaandika F4. Basi, lakini kuna ngoja niwafundishe shortcut nyingine. Ukibonyeza shift namba 8 ambayo juu yake ndio kuna nyota, tayari hapo hivi itazidisha. Sawa? Ukizidisha, yani unazidisha mara 4. Ukibonyeza enter itazidisha hiyo namba mara 4 inakupa F4. Hapa ni hesabu kidogo, mliokwepa umande shauri lenu. Haya, pia ukibonyeza shift na hapa namba 8 ambapo kuna alama ya nyota, na hapa tunazidisha mara 4. Bonyeza enter na nyinyi inazidisha, inakupa mara 2 ya hiyo. Hesabu ndogo tu hiyo. So rangi text itayokuja kala yake itakuja nyeusi, na mimi sitaki iwe nyeusi. Ngoja niweke iwe nyeupe kwa ajili ya kujifunzia. Nyeupe kabisa pia. Sehemu zingine acha tu kama zilivyo. Then new texture imetokea hii hapa. Yaani ina 4K resolution. Sawa. Sasa hii hapa ni umeitengeneza, haikuwepo text. Umeitengeneza. Kabla ya yote inabidi uisave. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye image, save as. Sasa inabidi ukaisave mahali ambapo huwa unahifadhi texture zako. Sawa. Ambapo utaitafuta utaipata texture yako popote pale ilipo. So texture zangu mimi naziweka huko. Kwa hiyo utasave popote pale utakapoona ni sahihi kusave. So hapo tayari. Sasa hii hapa haina texture, kumbuka. Kwa hiyo huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo inabidi hii tu apply kwanza texture ndani yake, ndio tutaelewana. Kwa hiyo nikija hapa kwenye layout hii hapa, kumbuka ni basic color. Sasa inabidi ile color ambayo tumeitengeneza, ile 4K yenye 4K resolution ndio tuiadd hapa. Hapa ni base color. Kwa hiyo nikija hapa nikiclick nitaenda kuifanya ili iweze kuaccept image texture. Kwa hiyo nita open. Sasa hapa hivi nitaenda kuitafuta kutafuta hizo texture mahali ambapo ile texture ambayo texture yangu ambapo nimeisave. Sawa. Texture T section. No, is that found? Niliandika nini? Niandika lami T section. Hii hapa. Kwa hiyo hapa tayari kuna texture tumeshai-apply na inaonekana jina lake hapa. Kwa sasa hivi nikija kwenye texture painting, unaona
huku hivi ndio sija assign texture, ndio maana ananipa rangi ya pink, lakini hapa nime assign texture. Kwa hiyo hapa hivi naweza nikafanya lolote lile. Mfano nikija hapa nikachagua rangi, labda sema nikachukua black color. Ngoja nipunguze nani kwanza kidogo. Radius nimeona ni kubwa sana, niweke hii hapa. Nikifanya hivi utaona tayari inaanza kuchora. Kwa hiyo hapa hivi naweza nikaichora hii barabara. Na nikichora huku hivi na kwenye text inaandika. Umeshaona? So huo ndio unyama wenyewe. Sasa hapa hivi hiyo ndio namna ya kufanya texture painting. Ngoja ni control Z kwa sababu sitaki kuchora hicho nilichokichora. Nataka kuchora texture hapa juu yake. Tunachoraje texture? Follow my lead. Hapa hivi iko black na irudisha iwe white kwanza. Kwa sababu ukiweka black utapata matokeo kama ya kwangu. So kumbuka hapa iko kwenye base color. Kwa hiyo inabidi tuibadilishe ili pia tusiweze kuchora rangi, tuweze kuchora texture. Kwa hiyo hapa hivi nita scroll mpaka hapa kwenye texture. Nikikliki hapa nitakuja hapa hivi kwenye texture, hapa view plane. Nitakuja kuclick stencil. Stencil ndio inakubali ku add texture. So nakuja hapa pia chini hapa kwenye texture properties, nita add, then nita add new. Hapa ndo natakiwa ni add texture ambayo nitaipaint hapa, ambayo ndio ile lami. So nitakuja hapa kwenye open, nitaenda sehemu ambapo hiyo lami ipo. Hii hapa imeshatokea lami. Kwa hiyo kama utakuwa huoni, ni kwamba nikija hivi kuna texture inaonekana lakini ni kubwa sana. Iko hivi. Unaona? Nikija hivi iko hapa. Ukibonyeza kompyuta yangu imestuck. Mambo gani haya? Okay. Sasa au ni texture kwa sababu ni high resolution. Okay, control au ni nini? Hapa ni ukibonyeza control ukifanya hivi ndio utaona kuna texture inayumba yumba. Kwa hiyo imetokea kwa ukubwa huo hapo juu. Kwa hiyo nikibonyeza shift na hii hapa hivi naifanya kuwa ndogo hiyo. Namna hiyo. Kwa hiyo hii hapa ndio texture ambayo unaweza ukaipaint hapo juu. Kwa hiyo ukibonyeza namba 7 inakupa top view. Unaleta hapa labda hivyo. Shift kuiscale kidogo, control hii hapa na rotate. Kwa hiyo hapa nitaweza kufanya painting. Naweza nikafanya hivi, itaichora huku. Kwa hiyo hapa hivi hata nikizoom kilichochorwa hapa hivi itakuwa ni lami. Sawa. Na hiyo ndio namna ambavyo unaweza kufanya texture painting. Sawa. Sasa texture yangu ni high resolution. Kwa hiyo kama texture yako ni ndogo inabidi uscale iwe ndogo ndogo ili uweze kupaint vizuri, ili kupe majibu mazuri. So ndio hivyo. Pia unaweza ukaja kupaintia huku. Unaona hapa mimi na paintia hapa, lakini pia unaweza ukaja kufanyia painting huku. Ukitaka kufanyia painting huku hapa ni nadhani resolution hii hapa iko ndogo tu, radius hii hapa hivi. Nikifanya hivi hii texture hivi, nikifanya hivi pia huku hivi nachora, unaona huku inatokea. Kwa hiyo ni unaangalia tu unataka kupaint wapi. Okay, ngoja na undo. Sasa hapa nataka nipaintie huku kwenye texture itokee huku. Nitakachokifanya hapa, ngoja nipunguze kwanza radius au nipunguzie tu hapa, sio mbaya. Sasa kama nilivyokuambia kwenye rangi pale inatakiwa ibakie kwa ile nyeupe. Control shift, ngoja ni scale down. Sasa usije kwa una paint afu unaiongeza ukubwa unapunguza ukubwa, utakuwa hakuna proportion nzuri. So hapa nita paint hapa mwanzo wa lami. Usiogope kwenye hiyo rangi ya pink haita paint. Ita paint kwenye hiyo nyeupe tu. Kwa
kwa sababu ndio sehemu tulioiselect. Kwa hiyo nimesha select hapo. Mbona huku inatokea nyeusi? Something is wrong somewhere. Mbona sielewi? Hii kitu haijawahi kunikuta maisha. Kwa nini itokee rangi isitokee texture? No. Ngoja nirudi huku kwanza, nimefanya nini hapa? Hapa nirudisha kwenye view. Oh, leo nimepatikana. Mambo gani? Aha, okay. Ni hapa ndio kwenye changamoto. Kwa sababu hapa rangi nilibadilisha ikawa annoying, ikawa nyeusi. Kwa hiyo hivi natakiwa iwe nyeupe. Ndio maana kila nikipaint ilikuwa inakuja nyeusi. Sasa hivi unaona imekuja hiyo. Make sure nyeupe hapa. So narudia sasa tena vizuri. Bora umeliona hilo kosa hili kutokea na wewe uko hivi, usiwe una mbwela. So nitaanza kupaint hapo. Huku imetokea. Yes. Kwa hiyo nitasogeza na hapa tena mbele. Make sure texture yako ambayo una paint hapa hivi iwe pia na high resolution, vinginevyo mimi nimeweka ni lami fulani high resolution, ndio maana cover lami nzima. Kuna mwingine unakuta ina cover sehemu kidogo sana kulingana na, kwa sababu lami imepigwa kwa udogo. Kwa hiyo unaweza kaweka hivi ukashangaa wewe mawe ni makubwa huko hivi, kwa sababu texture yako sio high resolution, haina high resolution. Kwa hiyo ndio hiyo. Kwa hiyo mimi nimechukua hii yenye high resolution ili kusudi niweze kupaint kwa haraka zaidi, na kwa sababu sina muda wa kupoteza hapa. So hivyo, na hapa nakuja nafanya painting pia. Yes. Uzuri unaona na huku jinsi inavyoenda ina paint. Kwa hiyo ukitoka hapo tunakuja na hapa. Yes, tuna move tena hii. Yaani ni una kumove hii ni una light click tu una move. Hivyo. Aya. Namna hiyo. Mpaka hapo tayari tumeshamaliza kufanya painting. Namna hii paint ya lami. Sasa kuna kitu kingine. Lami yetu imeshakaa vizuri hivyo. Sasa hii hapa umechora, lakini hii texture hujaisave. Kwa hiyo ukitokea kama umekatika hapa hivi au nini, unaweza kurudi ukashangaa mbona nilipaint sijaona kitu. Unatakiwa ukishamaliza hivi una save. Hii hapa image unaisave. Kwa hiyo itaenda kusave kule lile jina. Kwa hiyo ukisave inabidi you override ile ili kusudi isave picha nyingine kwenye ile iliyokuwepo. Kwa hiyo ita save ambayo imekuwa painted tayari. So ndio hivyo. Sasa hapa kuna trick nyingine pia. Mfano tunataka sasa tunataka kuchora huku ile alama za huku hivi zile. Sijui ndio za waenda kwa miguu, sijajua wanazihitaji. Matraffic mlioko hapa mnanisaidia. Okay. Namna hiyo namba 7. So sasa inabidi nirudishe. Kumbuka hapa nilichange kwenda kwenye stencil.
ili niweze kufanya texture painting. Kwa hiyo hii hapa, kwa sababu nimeshafanya texture painting, hii hapa naweza nikai cancel tu, sina kazi nayo sasa hivi. Nitarudi hapa kwenye hivi kwenye texture, ilikuwa iko stencil, nitairudisha tu kwenye view plane kawaida. Kwa hiyo hapa, alafu nita make sure nitarudi hapa pia, scroll back hapa, rangi iwe nyeupe tu. Hii radius nitaifanya iwe ndogo, ili tukifanya hivi mbona siwezi kupaint? Inabidi hii hapa ifutwe hii, kwa hiyo nita cancel hii pia. Yes. Kwa hiyo hapa hivi naona naweza nikachora hivyo. Kwa hiyo lengo langu ni kuchora alama za barabarani, sio kuichafua hiyo lami. Kwa hiyo nilikuwa na kuonyesha tu. Kwa Control Z. Sasa tunachoraje alama za barabarani hapo? Hiyo ndio natakiwa unifuate vizuri. Sasa hapa kwa resolution hiyo nimeona ilikuwa kubwa sana, iko 16. Ngoja nijaribu kuweka resolution 5 nione itatoa kitu gani. Bado kubwa sana. 3 at least, lakini kubwa sana. Nataka tuangalie 2 au 1 nione. 1 at least. Tena nitakia niweke 0.5 basi tu. Sasa kuichora hii unaweza kama kuchorea huku au huku. For this time ngoja nijaribu nichore huku. Sasa hapa cha kwanza ngoja nichore kwenye hii line ya huku. Nitakuja hapa kwenye view, nitapeleka kwenye paint ili niweze kufanya painting hivyo. Mbona huku imetokuwa ndogo? Sasa huku na huku pana tofautiana, mtanisamee. Ngoja tu niongeze hiyo radius 5 nione inakuaje. At least 5. Sasa ili uweze kuchora mstari ulionyooka hapo, unaweka hapo, kubonyeza shift, mbona umepinda? Unaweka hapa, yani nafanya kwa makadirio tu hapa. Kama wewe una hivyo shift unanyoosha. Mbona hainyoshi leo? Ngoja nifanyie mazoezi kwanza. Shift hainyoshi. Mbona nimesahau? Nakuja hapa, stroke iko kwenye spacing. Nakuja kukliki hapa line. Yes, nimeipata. Nishafanya kitambo, nishasahau. Okay, kwa hiyo nita select hapa. Kwa hiyo hii hapa nitainyoosha mpaka mwisho. Pop. Tayari imeshachora line iliyonyoka vizuri kabisa. So nitakuja na hapa sasa, nita select hapa. Sasa hii iko trick. Kwa hiyo nitakuja labda mpaka hapa. Pop. Alafu nakuja na upande huu. Maengineer mtanisamee kama sifuatishi vipimo mlioko hapa, kwa hiyo mtanisamee. Kwa hiyo mpaka hapa tap hivyo. Alafu nakuja pia na hapa, select hapa mpaka hizi barabara sehemu ya kutembea watu ni ndogo kama za Mikocheni, enzi za Mwalimu. Okay, naweka hapa mpaka hapa. Mpaka hapo hivi tumeshaweza kuweka hizo border lines namna hiyo. Sasa tunakuja kuwekaje hapa? Stick with me.
Ngoja kwanza tu save hiyo ili tusije kwenye ile image. Umeme wa Tanzania ukikatika hapa, tunaanza moja kufanya painting. So jinsi gani ya kuchora hapa mimi mwenyewe sijui kama nakumbuka. Follow my lead. Tunaenda pale pale. Ilikuwa ni hapa? Sio hapa. Ilikuwa ni kwenye stroke. Kwenye stroke hapo tulichange ikawa line. Sasa hivi tunaweka curve. Curve naitumiaje? Mbona sikumbuki? Tunajifunza wote hapa. Natakiwa niweke hapa. Mambo mazito haya. Iko wapi stroke? Nimeshaweka curve. Curve, yes. Spacing sawa. New. Okay. Draw curve. Mbona? Aha, okay. Ndio hii. Mbona sikumbuki au ndio kusema settings za Blender zimebadilika hivi au? Blender, mbona mnanidhalilisha? Okay. Hoja hii naiweka hapa. Naichukua hii hapa. Stroke. Mbona si stroke, draw curve. Anzia hapa mpaka hapa. Nachora mpaka hapa. Oh, nimeweza kupata ujanja. Ngoja nirudie. So, ngoja nifute kwanza hiki kidoti hapa. Hapa kwenye stroke nilikuwa nishasahau. Unakuja hapo na click draw curve. Kisha draw unaweka sasa kwenye ile line ambayo ulikuwa unataka kuiwekea. Tuseme ni hii hapa. Ndio hii hapa. Tuseme sio kama tuseme ndio hii hapa. Kwa hiyo utaweka kwanza kwenye pointi ya kwanza hapa. Mbona inakataa? Okay. Unabonyeza ni control unaweka hapa. Afu ya pili unaweka pale ambapo unapotaka hiyo line ije ku draw hapa. Alafu una hold bila kuachia right click. Kwa hiyo unataka ikae vipi hiyo kona mpaka hapo unaachia. Sasa kuchora hapa tunabonyeza wapi? Draw curve, mbona sioni? Papa. Sijui ni tulikuwa tunabonyeza wapi? Sijui ni enter? Yes, ni enter. Ndio hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna, haiko straight lakini sina muda wa kupoteza hapo. Wewe ukipata muda wako hakikisha imekaa vizuri. Naenda kwenye nyingine. Nafuta hiki kidoti hapo. Nakuja upande huu. So nakuja hapa naweka hiyo doti hapo, imekataa tena, kwa hiyo inabidi nirudi kwenye stroke, draw curve, then nabonyeza control click, then nakuja nabonyeza na hapa control hapa. Kwa hiyo naichora hiyo. Make sure tu imekaa vizuri kwa dimensions za kiengineer zaidi. Engineer soma hiyo. Hapo vipi? Mnaonaje?
niwe nimepatia niwe nimekosea, mtajua wenyewe. Hapo iko sawa. Kwa hiyo nikibonyeza enter inachora. Mbona haijachora sasa hivi? Control Z. Control okay, haya. Nimenikatalia kisa iko hivyo. Kwa hiyo enter. Mbona sasa hivi siwezi kuchora? Nikibonyeza enter mbona haileti miujiza? Inaiweka hapa. Ngoja iwezekana huku nikiwa nachora natoka nje ya nani ya texture, ndio maana. Kwa hiyo control naweka hapa. Okay. Hizi sasa ndio changamoto, kwa sababu nikichora hivi natoka nje huku na inanikatalia. Haya bwana, ngoja nitoke tu ni zoom out kidogo, lakini tatizo nikizoom out pia nashindwa kumatch vizuri hizo dots hapo. Dunia changamoto hii. Okay, je, nisogeze huku ili nikileta huku nipate nafasi ya kutosha. Okay, hapo naweka hiyo. Alafu naweka hapa control click hiyo. Sasa ishachora. Ngoja ni undo. Yes, iko hivyo. Yes, niweke hapo control. Haya, na chezesha hii mpaka niipate hiyo vizuri hivyo, alafu nikibonyeza enter inachora. Shida ilikuwa tu ni kwamba nilikuwa nimeweka karibu na edge, nikifika huko hivi inakwama, ndio hiyo. Kwa hiyo naweza nikafuta hiyo. Hapo imeshachora, japokuwa haina proportion nzuri zaidi kwa wewe ambaye una muda unafanya kitu chako kizuri. Kwa hiyo unatulia vizuri kuliko mimi nilivyotulia. So hapo hivi tumeshafanya cave painting, tumeshafanya line painting, na hizo sehemu zenye kona tukafanya hiyo cave painting. Na ukitaka uweke zile line nyingine za barabarani huku hivi katikati na nini, mchezo ni ule ule. Kwa hiyo utafanya mazoezi mwenyewe. Kitu naweza nikafanya, okay, ile line ya barabarani, kwa sababu hapa hivi ni karibia na mtu aruhusiwi ku overtake, unaiweka tu hapa katikati. Okay, ngoja ni kwa msaada tu nifanye. Nitarudisha kwenye, kumbuka hapa ipo kwenye stroke, ipo kwenye cave, na irudisha kwenye line. Okay, alafu naiweka hapa katikati. Sababu kukadiria katikati ni wapi ndio changamoto. Naweka hapa katikati, then naileta mpaka na shum hapo. Tayari imeshachora. Then naileta hapa. Sikupanga kabisa kuweka hii, basi tu nachora hapo pia, na hapa hivi nachora hapo. Okay, so tumeshaweza kuweka hizo alama namna hiyo. Kama kawaida, umeme wa Tanzania tuna save pap. So tunakuja kipengele kingine. Tulishafanya texture paint ya lami, tulifanya texture paint ya hizo alama. Sasa hivi ninachotaka tuweke zebra cross. Zebra cross mtindo ni ule ule. Sasa tulichange hapa hivi kwenye stroke, tuliweka line, inabidi tuirudishe kwenye space. Alafu sasa tunataka hapa turudishe kwenye texture painting. Tuliondoa ile nani hapa. So inabidi nirudishe kwenye stencil. Texture view plane hapa naiweka kwenye stencil. Sawa. Share kwenye stencil hapa hivi, nakuja kwenye texture hapa, nikiklik new na hapa itatokea new.
imetokea ni kitu kile. Sasa ningekuja kuclick huku pia nione vile vile. Kwa hapa hivi nita open kwenda kuitafuta ile zebra cross. Zebra cross hapa ilivyotokea sasa. Mbona sijapenda? Kuna namna ya kuiscale lakini imetokea vibaya. Je, niangalie kwanza namna ya sasa nikibonyeza shift right click S. No. Shift sasa hapa mahesabu ni mengi. Nikibonyeza shift na right click ni kuscale down. Sasa ninachokihitaji hapa ni kuscale kwenda ngoja shift SY. Hapa hivi na scale kwenda, ndio nilikuwa nataka hii kwenda hivi. Ngoja nirudie na weka, kuna watu nimewaacha hapo. Na hadi kuna open hiyo texture. Hii hapa. Sasa hivi imetokea vizuri tena. Lakini ukitaka kuiscale kulingana na axis ni shift unabonyeza S wakati unabonyeza X au Y kulingana na sehemu unayotaka kwenda kuscale. Kwa hiyo ukibonyeza itakuwa una scale kulingana na kule unakotaka iende. Kwa hiyo shift control hapa hivi na rotate hii mpaka pale ambapo nitaona inafaa na scale down. Okay. So hivyo inategemea sana wewe unataka iwe na ukubwa gani. So hapo okay. Kwa sababu nisikuchoshe ukitaka kuipanga text ikae vizuri, utachukua muda wako pia kuipanga vizuri. Kwa hiyo hapa mimi nitakachofanya ili niweze kufanya texture vizuri, nitaongeza hii radius yangu iwe kubwa ili nikifanya painting itoke sasa huku bado iko kwenye line. Lakini sio mbaya, bado unaweza ukanani tu ukafanya painting vizuri. Ukafanya hivi. Ila sijazoea kupaint hivi kabisa. Unaweza ukafanya hivyo isikuchoshe, hii ni optional. Lakini hii inatokea kwa sababu kwenye stroke hapa nadhani ndio kuna shida. Line niliweka space sio dots, ni kitu kile hiki. Mbona inanipa shida hivi hapa? Space. Haya bwana. Ngoja tu nichole hivyo. Nitafanyaje sasa? Okay, nafanya painting hapo. So nikibonyeza right click na hii grab hii mpaka tuseme hapa, then unaona sasa ukitaka kufanya lami fulani imeishaisha, magari yamepita maeneo mengine unayaacha namna hiyo. Okay, ngoja hapo kwanza nifanye painting ya namna hii. Afu sehemu nyingine nitawapa trick nyingine ambayo ni nzuri zaidi kwenye kufanya painting. Sasa hapo tumeshaweka zebra cross upande huu. Tunakuja upande huu, control tunairotate mpaka hapo. Sasa kwenye kufanya painting, ukitaka unapofanya painting usizibe kila kitu. Ukija hapa kwenye mix, hii ni optional pia, unakuja kuiweka overlay. Hapa hivi ukifanya painting itakuwa inaacha alama fulani hivi za lami yani. Tofauti na hii imeziba kabisa zile nani zote. Hii hapa inakuwa inaacha kwa mbali. Ili iwe realistic fulani hivi, kama vile hizi waga zinaisha.
upitishe ile malori ya bandarini hapa, zebra cross ibaki vile vile. Okay, so mpaka hapo tunakuja na hapa hivyo hivyo. Hiyo ni ndio miujiza ya overlay. So mpaka hapo mambo tayari. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza ukafanya texture painting. So ngoja nirudishe kwenye mix hapa, sio bias. Okay. So texture painting tumeshamaliza, kwa hiyo nikija hapa kwenye stroke space iko sawa, niko nataka kwenye nini texture hapa, tuliweka stencil, nitairudisha kwenye tiled. Okay. Kuna aina pia nyingine ya texture ambayo sijawahi kuifanya, lakini I think una check ilivyo paint, yani unyama kabisa. Hii hapa ndio overlay. Hii hapa ndio ile una paint rangi tupu. Hii hapa inakuwa haiko realistic. Hii hapa ina uhalisia, unaona? Iko hapo, unakuja kukliki hapa kwenye clone. So tunakuja tuna select hapa. Tunakuja hapa, tunabonyeza shift, tuna select ile eneo. Sasa hilo eneo tunataka tuje tufute hapa. Kwa hiyo shift yani bonyeze tena hapo. Yes, namna hiyo. Kwa hiyo nita select tena hapa, shift na kuja kwa shift na bonyeza hapa, alafu yani na bonyeza hapa kuchukua ile eneo. Okay, kama hujaelewa vizuri kinachofanyika hapa ni hiki. Ngoja nirudie huku ili nikatalia. Unabonyeza, ngoja nipunguze radius pia iwe ndogo. Hiyo inatosha. Kwa hiyo nikibonyeza control afu una select eneo huku. Ile eneo ndio unakuja kulifanyia painting hapa. Kwa hiyo unabonyeza control unafanya hivi, afu huku unakuja tu kuchora bila kubonyeza chochote kwa light click. Kwa hiyo unahamisha eneo. So ndio hivyo. Nimefanya kuja correct baadhi ya maeneo ambayo nimekosea. Hivyo hivyo unaweza ukaja pia na hapa ukafanya hivyo. Tunakuja hapa tuna select ile eneo hapa, control hivyo. Tunakuja tunafanyia hapa kufuta haya maeneo, tunarudishia lami nyingine namna hiyo. So make sure una comment iwezekanavyo, like, subscribe. Wengine najua mwezi kufanya hivyo kwa sababu mmeshapakua tu video mkakimbia. Haya, so hivyo ndio namna ya kufanya texture painting. So ndio hivyo. Pia nirudi kwenye layout. Kwa hiyo hivyo ndio namna ya kufanya texture painting, kwa sababu huwezi ukapata barabara ambayo inakupa tii nzuri kiasi hiki. So make sure una like, comment, subscribe. So tukutane wakati mwingine.